bali anawazimu na kuwazia habari za maswali na habari za mashindano ya maneno, ambayo katika hayo hutoka husuda, ugomvi, matukano, shauku mbaya. Mstari wa 5 anasema, na majadiliano ya watu walioharibika akili zao, walioikosa kweli, huku wakidhani ya kuwa utauwa ni njia ya kupata faida. Kwa neno la Mungu Biblia tamu sana. Biblia tamu. Kwa anasema hawa watu ni elimu nyingine. Ni elimu, Qur'ani ni elimu nyingine. Na kwenye Qur'ani hakuna uzima. Ni elimu nyingine na ujasiri wa kusema. Kwa hiyo na sisi kwa walimu wa hawa ambaye mnakuwepo katika mihadhara, mnaandaa debate, kwa hiyo mjue hiyo ni elimu nyingine. Kwa hiyo elimu nyingine haitakiwi kutoka katika vinywa vyetu. Haitakiwi sisi kuweza kukaa nao, kuanza kujadiliana nao. Haleluya. Neno la Mungu nasema hawa watu ni vichaa. Ni vichaa. Akili zao zimeharibika. Kwa tuweze kusema ni wenda wazimu. Ni crazy brain. Kwa lugha iliyokuja na ndege. Hawa watu ni vichaa. Hawa watu wana wazimu. Kwa hiyo kwa mtu mwenye akili timamu, kweli tutaweza kwenda kukaa na kichaa waanze kuongea naye. Basi nitamwomba Mungu. Bwana Yesu Kristo, Mungu mkuu, tuna kila sababu tena siku nzuri ya leo ya kuweza kuyatafakari maneno yako. Maana wakati wote kila neno linapokuja linatusaisha ili tuweze kukaa katika usafi na utakatifu. Maana nasema bado sijawa mkamilifu sana. Bado sijafika. Lakini bado na ukaza mwendo. Bwana Yesu, utakwenda kuzidi kuonekana kipekee ukitufunulia maneno yako na tuweze kuyajua katika jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo kama nilivyotangulia utangulizi, tuweza kusema au naweza kusema somo letu, ni mapenzi ya Mungu watu waliookolewa kufanya midahalo, au Wakristo tunapofanya mihadhara na Waislamu, ni mapenzi ya Mungu? Mungu anapenda au anachukia? Ndio maana leo tupo hapa. Amen. Ndio ujumbe uliotangulia. Ni mapenzi ya Mungu kufanya midahalo na Waislamu kuhusu imani yao au kuichambua imani yao? Kwa sehemu kama mtu asipokaa chini ya walimu mwenye macho ya roho. Maana kuna wengine ni walimu tu hapo tu, hawana maarifa. Lazima utafute kukaa chini ya mtumishi wa Mungu ambaye ana maarifa ya neno la Mungu. Sawa? Kuna watumishi hawana maarifa. Hawana nini? Hawana maarifa. Kwa hiyo ni lazima ukae chini ya mwalimu ambaye ana maarifa ya neno la Mungu. Ana elimu juu ya neno la Mungu, ndio utaweza kupata haya. Kwa hiyo lakini kama ukikaa chini ya mtumishi asio na maarifa ya neno la Mungu, mtu unaweza kukuta tu na unaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Haleluya. Neno la Mungu linatuonya au linatukataza kwamba sisi hatutakiwi kuisema injili ya namna nyingine. Kama injili si ya Kristo, sisi wa Kristo hatutakiwi kuisema. Hatutakiwi kuisema. Sijui Qur'ani nini.
Kwa sisi tuliokolewa, kwa sisi wa Kristo hatutakui kuitaja. Sisi kuitaja kwetu kitabu cha kutaja ni Biblia peke yake. Kwa hiyo kama usipozijua fungo za shetani, kama usipozijua mbinu za shetani, utajikuta wewe unajiita ni mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu, unasukuma gurudumu la shetani pasipo wewe kujua, au kuonekana kama unafanya kazi ya Mungu huku na kwenda kinyume cha mapenzi ya Mungu. Haleluya! Kwa hiyo ndio maana leo tupo hapa. Kwa hiyo neno la Mungu nasema tuonyane. Pale unapokuwa umekosea, lazima neno la Mungu lenyewe linatusaisha kwamba tunaonyana hapa, bwana hapa umeenda vibaya, inatakiwa njia ni hii. Kwa hiyo kwa wale walimu wote, wainjilisti wote ambao walikuwa wanaanzisha mihadhara, kuwa na midaharo na Waislamu, sasa leo nawaweka darasani kama mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu, au kija kazi house boy wa Mungu, na kuja kuwaonya kwamba Mungu hataki midaharo. Tusipoteze muda wetu na hao watu. Kwa nini? Kuna misingi hapa tutakwenda kujifunza. Sasa moja kwa moja tutasoma kitabu cha tutasoma Wakorinto wa kwanza, kitabu Wakorinto wa kwanza sura ya 8 mstari wa 2, ili tuweze kuona hapo. Naone Wakorinto wa kwanza, katazo la Mungu ambalo linatukataza. Anasema mtu akidhani ya kuwa anajua neno, hajui neno lolote bado, kama impasavyo kujua. Wanasema sijui tunajua Biblia, sijui tunajua nini. Mungu anasema hawajui. Hawajui bado. Anasema mtu akidhani ya kuwa anajua neno, hajui neno bado impasavyo kujua. Lakini kama mtu akimpenda Mungu, huyo amejulikana naye. Basi mstari wa 4 anasema basi kwa habari ya kuwa tutaishia hapa. Anasema mtu ukimsema unampenda Mungu, lazima utajulikana naye. Unajulikana naye. Kwa hiyo mtu unakuwa unajulikana na Mungu. Kwa hiyo kuna mtu anaweza kusema kwamba mimi anaanza kuleta kwamba mimi unajua sijui nini. Anasema mimi nalijua neno, naijua Biblia, naijua kuichambua Biblia, lakini mwisho wa siku kumbe hajui. Yupo tu. Kwa hiyo hawa wote na kama labda anampenda Mungu, basi anasema mtu akidhani anakuwa anajua neno, hajui neno lolote bado, kama impasavyo kujua. Lakini kama mtu akimpenda Mungu, huyo hujulikana naye. Anasema kama mtu akimpenda Mungu, huyo hujulikana naye. Kwa kumpenda Mungu ni sisi kumpenda Yesu Kristo. Huko ndo kumpenda Mungu. Usidanganyike ukasema eti usipompenda Yesu umempenda Mungu. Ndugu yangu, andika maumivu. Kumpenda Mungu ni kumpenda Yesu Kristo. Anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu asipotee bali awe na uzima wa milele. Sasa wewe unamkataa Yesu, unamkataa mwana wa Mungu, una uzima? Huwezi kuwa na uzima wa nini? Wa milele. Haleluya. Kwa hiyo bado neno la Mungu linakuwa linatuonya kwamba inasema lazima tuwe makini, na sisi walimu tusipende sana kutaka kujadiliana nao, kwamba tunajadiliana nao sijui nini, hiki kimekuwaje. Hapana. Naweza kusema kwamba haipaswi kuwa hivyo. Haleluya.
bado neno la Mungu lilikuwa bado linatuonya, linatuonya. Bado linakuwa linatuonya. Tutasoma waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 6, waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 6 mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, anasema mtu awaye yoyote akifundisha elimu nyingine wala hayakubali maneno yenye uzima ya Bwana wetu Yesu Kristo, wala mafundisho yapatayo utauwa. Elimu. Kwa hiyo sawa walimu, hapa neno la Mungu nasema mtu awaye yoyote akifundisha elimu nyingine wala hayakubali maneno yenye uzima ya Bwana wetu Yesu Kristo, wala mafundisho yapatayo utauwa. Utauwa hapa ni utakatifu. Mstari wa 4 anasema amejivuna wala hafahamu neno lolote, bali anawazimu na kuwazia habari za maswali na habari za mashindano ya maneno, ambayo katika hayo hutoka husuda, ugomvi, matukano, shauku mbaya. Mstari wa 5 anasema na majadiliano ya watu walioharibika akili zao, walioikosa kweli, huku wakidhani ya kuwa utauwa ni njia ya kupata faida. Kwa neno la Mungu Biblia tamu sana. Biblia tamu. Kwa anasema hawa watu ni elimu nyingine. Ni elimu, Qur'ani ni elimu nyingine. Na kwenye Qur'ani hakuna uzima. Ni elimu nyingine na ujasiri wa kusema. Kwa hiyo na sisi kwa walimu wa hawa ambaye mnakuwepo katika mihadhara, mnaandaa debate, kwa hiyo mjue hiyo ni elimu nyingine. Kwa hiyo elimu nyingine haitakiwi kutoka katika vinywa vyetu. Haitakiwi sisi kuweza kukaa nao, kuanza kujadiliana nao. Haleluya. Neno la Mungu nasema hawa watu ni vichaa. Ni vichaa. Akili zao zimeharibika. Kwa tuweze kusema ni wenda wazimu. Ni crazy brain. Kwa lugha iliyokuja na ndege. Hawa watu ni vichaa. Hawa watu wana wazimu. Kwa hiyo kwa mtu mwenye akili timamu, kweli utaweza kwenda kukaa na kichaa uanze kuongea naye? Halo? Huwezi ukakaa na wehu ukaanza kuongea nao. Mwewe atakusaidia nini? Hao ni vichawa. Uwevu hawa. Yaani kama mtu anayakataa maneno ya Kristo, Biblia imesema huyu ni mwehu. Akili zake zimeharibika. Kwa kilugha chetu huko Kigoma tunasema nabasazi. Kwa hiyo hatuwezi kukaa na wehu, hatuwezi kukaa na vichaa kuweza kujadili maneno ya Mungu. Kwa nini? Akili zao zimeharibika. Akili zao hazifanyi kazi. Kwa hiyo kwa watumishi wa Mungu tunaweza tukatumia nguvu kubwa. Tukatumia nguvu kubwa ili kuweza kuwarudisha. Unajua nini? Sijui huyu inafundisha nini? Ndugu yangu, unapoteza muda. Unapoteza muda. Hao ni vichaa. Hao ni wehu. Sasa kama wewe unaweza ukapoteza muda na mwewe unaweza ukamfundisha akakuelewa. Akili imeshavurugika. Akili imechuchumaa. Akili imeenda likizo. Ataweza kukuelewa? Ni mpaka Mungu mwenyewe aweke mkono. Ni mpaka Yesu Kristo aweke mkono. Ninao ujasiri. Katika hizo debate. Mfano tu. Si unasikia sijui ukinipa kifungu fulani leo nabadilika. Wamebadilika. Jibu ni nini?
Jibu ni hapana. Kwa nini? Kwa sababu akili zao zimetiwa giza. Neno la Mungu nasema akili zao zimeharibika. Akili zao wakati wote wanawaza kuona ushindi. Mimi nimeshinda, sijui ndio hivyo, ndio mawazo, ndio neno la Mungu linasema wakati wao wanawaza hivyo. Kwa na sisi tusipozijua fungo za shetani, na sisi tusipozijua hila za shetani, tunaweza jikuta tumeingia mkenge. Sawa walimu, tumeingia nini? Tumeingia mkenge. Sema tumeingia mkenge. Kwa hiyo sio mapenzi ya Mungu kwa sisi tuliokoka kuendelea kushindana na hawa watu au kuandaa midahalo. Ni heri tuingie mtaani tukahubiri, tuache midahalo. Kwa nini tumsaidie kazi shetani? Tusimsaidie kazi shetani kuitangaza Qur'an. Tusimsaidie. Maana wameikataa. Anasema neno la Mungu akikataa, akili zao zimeharibika. Wana wazimu, ni vichaa. Hatutakiwi. Kama mwalimu, neno la Mungu nasema lazima naonya. Kwa hiyo nawaonya walimu wote, tusipende hivi vitu, si vizuri. Midaharo sio mizuri, haimpi Mungu utukufu. Kwa hiyo ninakuja kuwaonya. Lakini vile vile hata kama ulikuwa hujui, wewe mwalimu, mwalimu wote wanaokuwa wanaandaga midaharo wote, lazima kuna muda, lazima na nyie mkae chini walimu, muweze kusikiliza walimu. Nini mapenzi ya Mungu? Nini kipawa cha Mungu? Ili tuweze kujenga mwili wa nani? Mwili wa Kristo. Kwa kweli mnajitahidi, lakini sasa maarifa ni haya. Mungu anakataa. Mungu anafanyaje? Anakataza kabisa. Tusikae na hawa watu, wala tusijadiliane nao. Kwa nini? Nitarudia kusoma waraka wa kwanza wa Timotheo mstari wa 6 mpaka waraka wa kwanza Timotheo sura ya 6 mstari wa 3 anasema, mtu awaye yeyote akifundisha elimu nyingine, wala hayakubali maneno yenye uzima ya Bwana wetu Yesu Kristo, wala mafundisho ya upatayo utauwa. Yaani hayakubali maneno ya Yesu. Haitaki kuendelea. Hatuwezi kuweka mjadala naye. Hataki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa leo walimu na mje msikilize. Hili ndo darasa lenu. Mungu abariki sana. Anasema wala mafundisho ya Bwana nitarudia hapo na kazia hapo. Anasema mtu awaye yoyote akifundisha elimu nyingine, wala hayakubali maneno yenye uzima ya Bwana wetu Yesu Kristo, wala mafundisho yapatayo tauwa, amejivuna, wala hafahamu neno lolote, bali ana wazimu wa kuazia habari ya maswali, mashindano ya maneno, ambayo katika hayo hutoka husuda na ugomvi na matukano na shauku mbaya. Mstari wa 5 anasema, na majadiliano ya watu walioharibika akili zao. Yaani wameharibika akili zao. Wameharibika akili zao. Walioikosa kweli, huku wakidhani ya kuwa utauwa ni njia ya kupata faida. Haleluya. Haleluya. Walimu mpo? Okay. Bado neno la Mungu linakuwa bado linafundisha. Tumeweza kuona hawa ni vichaa. Wehu. Kwa hiyo huwezi ukakaa na wehu bwana kujadili. Huwezi ukakaa na vichaa. Huwezi kujadili. Utaonekana ni wajabu. Mtu mwenye akili timamu huwezi ukaenda kukaa na vichaa. Kabisa. Mtu ambaye hayapendi, ambaye hamuamini Yesu Kristo, neno la Mungu nasema huyu ni kichaa.
huyu ni kichaa, huyu ni mwehu akili zake ni mbovu, zimeharibika. Haleluya. Kwa hiyo walimu, itakuwa sio vizuri. Kwa hiyo hapa tumeweza kuona si mapenzi ya Mungu kukaa na hawa watu kuweza kujadili. Kwanza hata unaweza kuelekeza, hawabadiliki, wanabaki ni vile vile. Nipe hivi na hivi, habadiliki, yuko vile vile. Kwa hiyo tusipoteze muda wetu. Sawa walimu, mnajitahidi ndio, lakini sasa leo umekutana na mwalimu, naweza kusema ni mwalimu sasa, kijakazi au house boy wa Yesu Kristo. Nakuja ni ushauri. Lazima sisi, neno la Mungu, Biblia natutaka pale tunapokuwa tumekwenda kinyume, basi tunaelekezana ili kusudi tuweze kujenga mwili wa Kristo. Kwa hiyo anasema Mungu akisema amesema. Mungu akisema amesema. Kwa hiyo anasema hata wanapinga Yesu sio Mungu, sio nani, sio mwana wa Mungu, sijui Mungu akuzaa, sio maneno ya kuongea nao. Kwa nini? Wameikataa kweli. Wameyakataa maneno yenye uzima. Sawa? Kwa hiyo walimu, wainjilisti, tusipoteze muda na hizo debate. Tusipoteze muda. Kwa nini tumsapoti shetani kazi? Hata kama umejua ukweli leo, ulikuwa unafanya hivyo, basi Mungu wetu ni Mungu mwenye rehema. Tutakuja mbele zake tunamwambia Mungu, nilifanya hivyo kwa sababu tu shetani alikuwa amenifunga. Na saizi nipo hai. Na kama ulikuwa unakufa upo kwenye debate, ndugu yangu, mbingu ilikuwa ni ngumu, ilikuwa utoboi kwenda mbinguni. Lakini huu kweli umekuja, basi tutamwambia Mungu, naomba hapa kweli nilikuwa nimeenda kinyume, ninaomba msamaha. Kwa ni Mungu wetu ni Mungu mwenye rehema. Kwa hiyo kila neno linakuja ili kusudi litusafishe, tupige hatua nyingine. Haleluya. Kwa hiyo bado anasema, bado liko pale pale. Leo ni darasa zuri lakini la moto. Haleluya. Ni darasa zuri lakini ni la moto. Anasema kwa maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi. Huko sana tusiende. Tutasoma hapo, tusiende. Ni waraka wa pili wa Tesalonike sura ya 2 mstari wa 9. Tutasoma hayo na mstari ya kushuka hapo ili tuweze kufanyaje? Kuweza kuona jinsi gani bado neno la Mungu nasema. Wa Tesalonike wa pili waraka wa pili wa Tesalonike sura ya 2 mstari wa 9 anasema, yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake shetani kwa uwezo wote na ishara za ajabu za uongo, na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli, wakapenda wapate kuokolewa. Yaani wanamkataa Yesu. Kwa hiyo ni uongo, mafundisho yao yamejaa uongo. Ndio maana hata ukifuatilia ni uongo. Kwa hiyo hakutaka kumpenda Yesu. Yesu Kristo anaitwa kweli. Ili waweze kutoka katika ule uongo, katika yule, yani nyuma ya huyu ambaye yani shetani ndio mpinzani wa Yesu. Kwa taarifa yako, yoyote ambaye anampinga Yesu Kristo, nyuma yake yupo shetani. Shetani ndio mmiliki wake, ndio mfalme wake. Mstari wangapi anasema? Hapo nitakazia ni Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake shetani kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo, na katika madanganyo
yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Kweli na yani wamekataa kumpenda Yesu Kristo ili wapate nini? Wokovu, wapate kwenda mbinguni. Anasema kwa hiyo Mungu huwaletea nguvu ya upotevu. So wamemkataa kumkubali Yesu. Kwa hiyo Mungu mwenyewe analeta nguvu ya upotevu. Yaani upotee kabisa huko. Sema dini yangu ya haki, potelea mbali. Anasema kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu ili waamini uongo. Waamini kwamba dini yangu ndio hii, dini yangu ndio ina haki. Kwa nini sasa na kuaminisha utajihangaika sana? Mungu hapa anatoa majibu. Ili wahukumiwe wote ambao anasema na katika madanganyo yote ya udhalimu na hao wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Kwa hiyo hawakukubali kumpenda Yesu wapate kufanyaje? Wapate kuokolewa. Wapate kufanyaje? Wapate kuokolewa. Anasema kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu waamini uongo ili wahukumiwe wote ambao hawakuiamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu wao. Haleluya. Kwa hiyo Mungu mwenyewe anahusika kuleta nguvu ya upotevu, amini uongo. Ndio maana hata mtu ukimwambia ukweli ni huu, atasema nionyeshe ukweli ni wapi, lakini bado anasema haamini. Ndo watu hao kwenye mihadhara. Nipe andiko hili na hili, sijui nini na nini. Unampa ukweli ni huu, habadiliki. Kwa nini? Mungu ameweka roho, yani Mungu mwenyewe ameweka roho, yani Mungu ameachia roho ya upotevu. Huyu mtu sasa amini huo uongo, amini kwamba dini yake iko sahihi, ili kusudi mwisho wa siku afanyaje? Apigwe kiberiti. Apigwe nini? Apigwe kiberiti. Kwa hiyo hata hawa watu tungelala tunafanyaje ndugu yangu? Hatuwezi kuwabadilisha. Ambaye anaweza kuwabadilisha akutane na Yesu mwenyewe. Lakini wewe utakuwa unatwanga maji kwenye kinu. Sawa, utatangwa maji kwenye nini? Kwenye kinu. Yaani ni sawa unasema ni kumpigia mbuzi gitaa. Ndio hii midaharo, ndio hii mihadhara. Kwa hiyo ni mpaka Mungu mwenyewe afanyaje? Ni mpaka Mungu mwenyewe aingilie kati. Sasa Mungu mwenyewe anasema watu hawa wameamini uongo, wameaminishwa uongo. Sasa ni nguvu yenyewe ya upotevu ndio inakuja na mvaa. Sasa kama ni Mungu tayari ameshaachilia nguvu ya upotevu ili amchome moto, ili amhukumu. Kwa nini? Amekataa kuipenda kweli, amekataa kumwamini Yesu. Sasa wewe mwenzangu na mimi utamfanya abadilike? Jibu ni hapana. Kwa nini? Ni mingapi imefanya? Ni hawa. Ni viongozi wa gani wakubwa wa dini ambao imefanya nao debate au imefanya nao mihadhara wamebadilika? Si yako vile vile tu. Niambie watumishi au walimu na kuwa mpo busy na mihadhara, ni mashehe mangapi? Ni washehe wangapi umeofanya nao debate mkawapa ukweli wakabadilika? Jibu ni nini? Ni hapana. Kwa nini? Mungu ameachilia yeye mwenyewe nguvu ya upotevu ili wapotee. Kwa nini? Hawakumwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo bado Mungu bado anatuonya. Na sisi tunaendelea kufanyaje? Tunaonywa. Hii sio injili ya kwetu ambayo tunatakiwa kufanyaje? Kuweza kuihubiri. Haleluya. Kwa hiyo bado Mungu anasema hawa watu fikra zao zimepofushwa.
Yaani kama ni fikra, kama ni akili zimeshapofushwa au ni vipofu, hatuwezi kuhangaika na vipofu. Hata ukiwaelekeza hivi hawaelewi. Anasema Mungu wa dunia hii. Mungu wa kwa sisi, Mungu wetu ndio hiyo, sisi wa Kristo, sijui Waislamu, Mungu wetu ni moja. Never, no, sio mmoja. Sio mmoja. Sisi Mungu wetu wa Kristo yupo ndani ya Kristo Yesu. Nyie Mungu wenu ndo labda sasa yeye msipojua ndio Mungu wa dunia hii. Na Mungu wa dunia hii ni nani? Shetani ndio Mungu wa dunia hii. Ndio shetani anafanya juu chini ili usimwamini Yesu Kristo. Shetani anafanya juu chini usiweze kujua ukweli. Na ukiendelea kumsikiliza, ukiendelea kumng'ang'aniza, ndio Mungu mwenyewe sasa anaachia roho. Uamini uongo ili kusudi akuchome na shetani. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, nakuja ni kwa ukali, lakini ukweli ndio huu. Ukweli ndio huu. Kwa hiyo si mapenzi ya Mungu sisi watumishi wa Mungu kufanya mihadhara au kufanya midahalo. Qur'ani ni elimu nyingine. Sisi cha kuisema ni Biblia, sio Qur'ani. Hiyo ni elimu nyingine. Na ukisoma vifungu vingine na laaniwe mtu yeyote ambaye ataleta elimu nyingine. Kwa nini ukae chini ya laana? Halo? Haitakiwi uwe chini ya laana. Lazima tukae katika usafi na utakatifu. Yesu anakuja, kwa tuachane, tusihangaike na mihadhara. Twendeni barabarani tukahubiri. Twendeni mastendi tukahubiri, tusihangaike. Kwa wote na waonya, sijui wanafunzi Sambo Ndacha pamoja na timu yako, nadhani utaipata hii clip. Kwa hiyo ni mahususi. Tusipoteze muda, tukomboe wakati. Neno la Mungu nasema maana zama hizi ni zama za uovu. Tukomboe muda, tukomboe wakati, tusihangaike na hawa watu. Kwa nini? Wameshamkataa Yesu Kristo. Kwa Mungu mwenyewe ndo ameshaachilia nguvu ya upotevu. Hata ungelala unafanyaje, huwezi kuwabadilisha. Ni mpaka Mungu mwenyewe ashushe rehema zake. Hapo sasa ndio ilikuwa tunaweza kuangalia. Lakini tutasoma wa Korinto. Tutasoma wa Korinto wa pili sura ya 4 mstari wa 3. Wa Korinto wa pili, kitabu cha wa Korinto wa pili sura ya 4 mstari wa 3. Neno la Mungu nasema, lakini ikiwa injili yetu imestirika kwa hao wanaopotea. Yaani anasema kustirika ni kama kufichika. Kwa hiyo inafichika kwa hao wanaofanyaje? Wanaopotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii. Hapa tunaona Mungu inatofautishwa, imeandikwa kwa herufi ndogo, ambaye ni nani? Ambaye ni Shetani, ndio Mungu wa dunia hii. Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao, wasioamini isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo, aliye sura yake Mungu. Kwa hiyo ambao wanampinga Yesu wanamkataa Yesu Kristo. Kwa hiyo Mungu wa dunia hii amewafunga, amepofusha fikra zao ili siweze kuwazukia nuru ya injili ambaye ni yake ya Kristo Yesu. Kwa hiyo kama Mungu wa dunia hii ameisha wakalia katika vinywa vyao, amewakalia katika kila kona zote, wewe ni nani? Ni wewe Yaani Mungu mwenyewe kwanza ndio ameruhusu waamini huo uongo ili awahukumu.
Sasa mwalimu mwenzangu, ukae kwenye mdahalo, utaweza kutengua neno? Huwezi ukalipinga neno, huwezi kwenda kinyume na neno. Neno limesema, limefanyaje? Limesema. Kwa lazima tuwe makini sana walimu, lazima tuzijue fungo za shetani. Kwa vile vile lazima lazima ukae chini ya walimu wenye maarifa. Ndio kuna mtu ataonekana ni mwalimu lakini hana maarifa ya nini? Hana maarifa ya neno la Mungu, hana elimu juu ya neno la Mungu. Ndio maana ndo hawa sasa, haina shida. Hapana, Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao, isiwazukie nuru ya Injili. Isiwazukie nini? Nuru ya Injili ya utukufu wake Kristo, aliye sura yake Mungu. Sawa? Nilivyotangulia kusema hao ni vichaa. Yaani kama mtu naenda zikukanao ndio ile kama yeye unakuta kichame jipaka kinyesi, na wewe sasa ndio ile unaenda kwenye midiharo sasa ndio ina wewe sasa Mungu anakufananisha na wewe ndio unachukua kinyesi unajipaka. Una akili? Sisi tulio ndani ya Kristo ndio tunaufahamu, tuna akili. Lakini wengine akili zimeisha. Siku zote watakuwa nawaza mashindano. Siku zote watakuwa nawaza maswali. Mimi ndio mshindi, ndio nani? Sababu akili zimeharibika. Hawa ni vichaa. Akili zao ni wehu. Crazy brain. Hatuwezi kukaa nao, kuanza kujadili. Kwa hiyo neno la Mungu nasema tuonyane. Sehemu ya kuonya tunaonya. Kwa hiyo nakuja kama mtu wa Mungu. Utakaposikiliza basi ndio hivi. Kwa hiyo tunawaonya. Walimu wote mnakuwa labda ni walimu wa neno la Mungu. Kwa hiyo Mungu, sio mapenzi ya Mungu kufanya midahalo na Waislamu. Sio mapenzi ya Mungu. Na Mungu hapendi. Mungu aliye ndani ya Kristo Yesu hapendi, anakataza. Anakataza. Kwa kama ni maonyo, kwa lazima tufanyaje? Tuweze kuyazingatia. Lakini kama ukishupaza shingo, mimi damu yako haitatakwa mikononi mwangu. Damu yako itakuwa juu ya kichwa chako wewe mwalimu. Hata kama ulikuwa umefanya makosa, unasema kweli Mungu nimekosea, naomba ufanyaje? Naomba unisamehe. Kwa hiyo Mungu ni Mungu wetu, ni mwenye rehema. Kwa atakusamehe. Lakini ukishupaza shingo, usipotaka kuyasikiliza haya maneno au haya maonyo, basi utajuana na Mungu wako. Yeye mwenyewe sasa ndio atajua atakachokufanya. Kwa hiyo sio mapenzi ya Mungu sisi kuweka midahalo na Waislamu. Sio mapenzi ya Mungu. Au kuanza kushindana, kuanza kuchambua. Hiyo ni elimu nyingine. Kwa hiyo tusimsaidie kazi shetani. Tusimsaidie kazi Mungu wa dunia hii. Haleluya. Injili ni kali, lakini ndio kunapotoka nini? Uzima. Mungu wako. Tuendelee. Kwa hiyo Mungu wetu basi andiko letu la mwisho ambaye tukiwa tunaenda kumalizia. Kwa bado Mungu alikuwa bado anatuonya, bado anasema tutasoma Wathesalonike wa pili sura ya 3 mstari wa 14. Neno la Mungu nasema na ikiwa mtu awaye yote halishiki neno letu la waraka huu, jihadharini na mtu huyo, wala msizungumze naye apate kutahayari. Kwa anasema na ikiwa mtu awaye yote halishiki neno la waraka huu, jihadharini na mtu huyo, wala msizungumze naye apate kutahayari. Kwa hiyo anasema kama mtu yoyote hayashiki maneno ya Biblia, hashike maneno ya nini? Ya Biblia.
Kwa hiyo neno la Mungu nasema tujihadhari naye. Kwa hiyo hata kujihadhari huko, tusizungumze naye. Hatutakiwi sisi sasa tuliosema ni Wakristo, Yesu ni Mungu wetu, tunaenda kubishana na Waislamu. Maneno ametangulia kusema kwamba hawa watu akili zao ni zimeharibiwa. Tumeweza kuona Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao. Tumeweza kuona Mungu mwenyewe ameachia nguvu ya upotevu ili waamini uongo, ili mwisho wa siku wahukumiwe. Kwa hiyo hatupaswi sisi tuliokoka wa Kristo kuweka mihadhara na Waislamu au kufanya debate za namna zozote, hazitakiwi. Mbele za Mungu ni kosa. Hata kama ulikuwa umekosea, naambia Mungu, ninaomba unisamehe, nisafishe. Kwa hiyo Mungu atakusamehe, Mungu atakutakasa katika jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo ni mengi umejifunza, na hata kama ni wewe ulikuwa huko unajua upo katika uongo, basi ni Yesu ndio njia, kweli na uzima ya kutupeleka mbinguni. Maana na ili ufanyike kuwa Mkristo, sio umezaliwa katika Ukristo. Kinywa ndio kinatumika ukili. Ukisha kubali kwa kinywa chako kifatisha maneno haya, basi moja kwa moja kwa imani umehesabika ni Mkristo. Ukristo sio kuzaliwa. Ukristo ni baada wewe kulisikia kama hili neno, ukiliamini, ukilipokea, ukikiri kwa kinywa chako, ndio unafanyika Mkristo na ndio mbinguni. Basi kwa sala hii fupi sema: Bwana Yesu, asante kwa neno lako, nimelisikiliza. Asante Bwana Yesu, nimeamini maneno yako. Bwana Yesu, futa majina yangu katika vitabu vya hukumu, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Damu yako Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani inisafishe, initakase katika jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo hapo tayari umefanyika mwana wa Mungu kwa imani. Mungu akubariki sana. Penda ukurasa wangu, ni Facebook, ni Mtu wa Mungu au House Boy wa Yesu Kristo. Niite Furaha Kenneth Kitandara toka Kigoma. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Kwa hiyo share kwa marafiki, sambazia kwa marafiki, ili ujumbe huu ufike kwa watu wengi, ili kusudi tuweze kuona tunaujenga mwili wa Kristo. Mungu akubariki. Bye.